Kwa majina naitwa Bakari Mkupa, ni mwenyekiti wa soko la Machinga Complex, pia ni mwenyekiti wa Machinga wilaya ya Ilala. Kwanza kabisa nipende kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uzinduzi wa soko jipya la Kariakoo na ukarabati wa soko la zamani. Kiukweli ni ndoto ambazo zimetimia, ni vitu ambavyo kama wafanyabiashara tulikuwa tutegemei kama jambo linaweza likawa kutokana na migogoro hapa na pale kwa wafanyabiashara ambao walikuwa hawaamini kama wanaweza kutokea siku kauli katika maeneo ambayo walitoka. Mimi naongea kama mwenyekiti wa soko la Machinga Complex, ambaye ni soko ambalo limewapokea watu wengi sana ambao waliunguliwa katika soko la Kariakoo, walikuja hapa kwa sababu watu wa Shimoni, watu wa soko la wazi, soko la mzunguko, wote niliwapokea mimi kama mwenyekiti katika soko la Machinga Complex. Kwa hawa watu niwe nao hapa wafanya biashara katika eneo letu mpaka pale ukamilikaji wa jengo lao utakapokamilika. Tumeona ile tarehe 8 mwezi wa pili 2026 Dr. Samia Suluhu Hassan anakuja kuzindua soko hilo ambalo litabeba watu wengi zaidi ya 1500 wataingia pale. Kwa hiyo hii tunaweza kumpongeza sana kwa sababu kwanza ilifikia hatua baada haya yote yaliyotokea kwa wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wakati ambao wenye maduka walikuwa ni watu ambao kama hawaelewani, lakini sasa hivi wote wanaimba lugha moja kwa tabasamu. Na hii haijaja tu, hii imekuja kutokana na viongozi wake mahiri ambao aliwateua katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na wilaya ya Ilala. Kwanza mkuu wetu wa mkoa alikuwa ni mtu wa karibu sana kuweza kuwasikiliza pande zote. Pia mkuu wa wilaya yeye alikuwa halali kabisa kwa sababu alikuwa muda wote anakuwa na vikao kuhusiana na wafanyabiashara hawa, wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wakubwa, hii yote kujenga muunganiko na ifikie hatua watu wote waweze kuzungumza lugha moja. Lakini leo hivi tumeona watu wanazungumza lugha moja. Mkuu wa wilaya amefanya kile ambacho kinawezekana, mkurugenzi wa jiji, mkuu wa mkoa. Kwa hiyo sasa hivi naona mambo yote yako sawa sawa. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwetu sisi kama wafanyabiashara ambao wote ambao wataingia katika tukobahatika kuingia katika soko la Kariakoo. Kwanza wajibu mkubwa ni kulipa kodi, ndio kipaumbele cha serikali, kwa sababu unapolipa kodi ndio ujenga maendeleo yote ambayo tunayaona, kwa sababu zile pesa ambazo zimejenga pale ni pesa za kulipa kodi. Kwa hiyo tuende pale tukafanya biashara, tusiende pale kwa dhamira zingine kama vile kupangisha watu wengine. Hivi ni vitu ambavyo haviko sawa sawa, kwa sababu tukiangalia kuna watu wengi walikuwa na uhitaji. Kama wewe umebahatika kuweza kuingia pale tukafanya biashara katika maeneo haya. Yote kwa yote, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tunampongeza sana, kwani huwa anatusikiliza na anasikiliza vilio. Na pale wakati anazindua ile soko alitoa kauli kwa machinga wote ambao wapo barabarani Kariakoo, kilio chao amekisikia. Kuna ujenzi mkubwa, soko kubwa la machinga ambao litajengwa katika ardhi ya Jangwani pale. Kwa hiyo ukarabati wa ardhi ile unafanyika kuweza kuinua maeneo, na ukikamilika ujenzi wa daraja basi ile soko litaanza kujengwa. Kwa hiyo sisi tunamwombea tu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwa na roho kama hiyo, na hili jambo letu basi atilie mkazo na aliweke katika hali ya usawasawa, ili sasa tuone kila mtu anafanya kazi katika maeneo ambayo yako sawasawa, maeneo ambayo yako rasmi, kwa sababu hakuna mfanyabiashara mimi naamini ambaye anapenda kufanya biashara katika maeneo kama vile yalivyo Kariakoo barabarani. Sio kitu kizuri, lakini kutokana na mazingira yalivyo, na ukiangalia tasnia hii yetu ya machinga inazalisha siku hadi siku. Kwa hiyo tunamwombea dua sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kile ambacho amekifanya Kariakoo na endelee kufanya na sehemu zingine. Pia bila kumsahau mkuu wetu wa wilaya Edward Mpogolo aendelee kupambana, sisi tupo nyuma yake. Asante.